Twende. Start. Sheikh Mkalaboko kwa lazima mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa ibada huu, miezi ya ibada kwa Wakristo, mwezi wa ibada kwa Waislamu. Kwa hivyo tuendelee kutafuta thawabu na heri zake Muumba ambaye sisi sote tumekuwa tukimwamini. Na sisi sote tumekuwa tukimtegemea. Na sisi sote tumekuwa tukiamini vitu na mambo yote tunayoyaona yanatoka kwake. Kwa sisi wenye imani, lakini wako watu ambao nao sio na imani wanayoamini. Sawa. Tuanze hapa Mkaraboko, kuna swala ambalo linaendelea juu ya afisa habari wa Young Africans Ali Shaban Kamwe. Dhahiri shahili kile ambacho kimetokea ni utoto wake ndio umemponza. Hakuna kitu kibaya kama kufurahia madhira yanayomkuta mtu. Watu wa imani wanasema nduguyo, rafiki, jamaa anapopatwa na madhira, Mungu anafurahi, Mungu anaumizwa, anaguswa. Lakini tatizo la Ali Kamwe, katoboa mtumbwi kwenye mawimbi. Katoboa mtumbwi kwenye mawimbi, sasa kazama. Kwa sababu hiki kinachotokea kwa Ali Kamwe sio mara moja. Mwanzo walifanya, nadhani walimuita kumoja kwenye kamati ya maadili, na miongoni mwa watu ambao tuliwahi kusema kwa kuzungumza haki, kwa kutaka akae kwenye mstari. Tunamhitaji kwenye mpira huu. Riziki yake inapatikana kwenye usemaji ambao hata mimi sifurahi. Mimi sifurahi mtu akipata matatizo, sifurahi kwa sababu nimeumbwa sipendi kufurahia matatizo ya mtu yoyote, hata kwako, hata nikisikia sehemu kuna vita mimi sifurahi. Kwa hujafurahia Mkaraboko? Sijafurahia kwa sababu tayari ni athari, yule ni kwa kazi yake, kajenga marafiki, kajenga ndugu, imepotea. Lakini kinachoniuzi alichokifanya, sio matokeo alichokifanya. Matokeo alichokifanya sijafurahia, ila alichokifanya sikukipenda kwa sababu alishawahi kuonywa na nishawahi kusema Ali Kamwe aonyeki kama Chenso. Aonyeki. Sasa hivi katoboa mtumbwi kwenye mawimbi umezama. Matokeo yake kutokuonyeka ndo katoboa mtumbwi kwenye mawimbi umezama. Lakini tusimwangalie Ali Kamwe, anazungukwa na nani Ali? Wengi mjini hapa watu wanapenda uchawa. Machawa hawashauri, machawa hawakosoi. Chawa ukigombana na mtu anataka kununua ugomvi yeye. Chawa ukimsema mtu anakushangilia. Lakini Ali ni kiongozi anayesimama na miongozo na kanuni. Tena taasisi ambayo inajisimamia kwa taratibu na kanuni. Lakini najiuliza hata kule taasisi kule kuna watu waungwana ambao wanaweza kuwa na mshauri, ukijiuliza nao ni machawa ama inakuwaje? Ndio hapo yanabaki maswali. Kwa wakati Ali Kamwe anafanya tabu, hebu angalia wanamzunguka Ali Kamwe akina nani. Kwa hii tunaweza kusema katoboa mtumbwi kwenye mawimbi kazama, lakini tunamuuliza anazungukwa na nani? Maana watu wanamzunguka Ali Kamwe sio watu wazuri. Wengi machawa ndio wamemponza. Hawamshauri, hawamwambii. Na pengine wakiona mtu labda unamkosoa ndio unaonekana wanamfuatafuata. Nchi hii ukitaka ubaya na watu wewe kosoa. Vijana wa 2000 ukiwakosoa, kwanza wavivu kufikiria. Kwa hiyo ukishimkosoa unamchanganya. Lakini mimi nadhani kama ndio adhabu iliyotoka hii ya Ali, ipo ya kujifunza kwa sababu yeye sio mtu wa kwanza kupata adhabu. Zaidi ni utulivu kwa kile kipindi kigumu, na nadhani kwa Young Africans kama taasisi inaathirika kwa sababu msemaji unazungumzia organization committee ambako leo dabi imepoa kwa sababu ya Ali Kamwe. Unajua hamasa dabi zimepoa kwa sababu ya sakata la Ali Kamwe. Maana muda wa kuhamasisha dabi mko wapi? Kesi zimeanza tangu Jumatatu. Kwa hiyo hilo nao limeathiri timu. Unaweza kuona hata mashabiki uwanjani pengine hamasa iko chini kwa sababu mtu ambaye alitakuwa tuwe naye hamasa hayupo. Kwa hivyo ukiangalia ni eneo maanisha. Lakini pili ni kuheshimu mamlaka. Sio Ali Kamwe. Juzi kuna mtu ametoka kumtukana rais wa TFF. Sisi sote ni wadau wa mpira. Kama kuna mahala tunawakosea viongozi, tunaepusha kutumia maneno mabaya ya kufedhehesha watu. Tupunguze kwa sababu maneno. Kuna kanuni, kuna maadili, kuna utu. Rais Karia ni rais wa TFF. Ukimtoa kwenye rais wake ni baba, mjomba, kaka, rafiki, mdogo kwa kaka zake wakubwa, ndugu kwa ndugu zake, jirani kwa majirani zake. Huyo anajiga sijui nani. Yaani ukitoa, lakini sasa usitumie muda unamshambulia mtu kama hana utu. Ndio maana kuna sheria na kuna taratibu. Lakini vijana kuna wakati wanatoa mifano ya kuumiza watu, wana ndugu na marafiki. Maneno kwa makali sana. Makali. Ukitaka kujua vijana na ni kwa sababu kuna watu wengine comment yatufuatilia wanatutukana humu. Vitu vingine mtu anakutukana ukifuatilia unagundua ndio jamii iliyoathirika. Nini maana yake? Ukishaona mtu anatukana ni mtu dhaifu.
Mtu makini huwezi kutukana. Inakuwa ngumu kutukana. Hata utukane recommend kuangalia anajua mtu dhaifu. Miongoni mwa watu dhaifu wanaojifunza kwenye imani na maisha ndio hao. Lakini nadhani watu wawe wanakuwa na staha. Sheikh Mkarabogo, tuzungumze hapa. Ali Shaban Kamwe miaka 2 ndio tumempoteza kwenye soka letu la Tanzania. Pengine Young Africans wanapitia hichi kipindi. Naona Manara naye alipitia, sasa hivi Ali Shaban Kamwe tena. Pengine kuna kitu ndani ambacho hakiko sawa kwa idara ya habari na mawasiliano. Kwanza Manara nafikiri wakati anafungiwa kipindi kile ilikuwa ni fujo alizifanya na kuletiana vurugu na rais wa mpira ambaye yule ni kiongozi wa kimamlaka, na dhani pia wasemaji wa hivi vilabu. Unajua ukizungumzia taasisi kama ya mpira una nguvu kuliko mwanasiasa. Mimi naongea kwa uzoefu wangu. Ukizungumza kama kiongozi wa mpira una nguvu kuliko mwanasiasa, kwa sababu siasa mnavutana kwa itikadi, mpira mnapendana kwa morali. Siasa itikadi, mpira sio itikadi. Mpira ni morali tu. Mimi naipenda Yanga inashinda, ni morali. Itikadi mnaungana kwa mambo yenu. Mimi chama changu fulani, huyu si Chadema, huyu CCM kwa vile anavyoamini CCM yake, huyu si Chadema kwa vile anaamini Chadema yake. Hawa hawaunganishi na chochote zaidi kila mtu kuamini anachokiamini. Football tunaipenda, tukifungwa tunacheka, lakini hao ukishindwa uchaguzi wanaanza uchaguzi upya kushambuliana. Sasa ile ni itikadi. Sawa. Itikadi kali. Football haina itikadi kali. Football ni emotional factor, watu wanaamini, wanapenda mpira, hisia zinatawala, kwa mchezo timu zao. Timu ikifungwa mtacheka, atakaye kufunga utabaki utahuzunika mnaenda. Lakini siasa mtu akishindwa uchaguzi wanajipanga wamdondosha. Wanatamani hata afe njiani ufanyike uchaguzi mwingine. Sasa hawa wasemaji hawa kwa kupitia hiyo wana mvuto sana kwenye jamii. Wanapendwa na makundi mbalimbali. Kama anakuwa mtu ambaye hana hekima, ule umaarufu unamletea ujivuni. Ndio ulichomponza. Sio ulichomponza, na hao wengine unawataja. Ujivuni, wanaongea maneno kama vile kwa sababu wewe waziri anakusalimia, basi unajisahau kama wewe nchi yote ya kwako. Kwa sababu unaweza kama msemaji wewe ukasemea Yanga, rais atakujua, haraka atakujua, ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo ndio shida ya hawa wasemaji. Tarudi tumalizia, nikamalizia kipindi gani? Hapa shida ya hawa wasemaji kumbuka. Nikamalizia show ndani. Nikamalizia kaangalia akipiga mpaka kesho.